Mwanzo sura ya 3:17. Karibu mtumishi wa Mungu. Mwanzo sura ya 3:17. Ndio. Akamwambia Hana, ndio, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema, usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake. Kwa uchungu zote za maisha yako. Siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanakaa kwenye ardhi zilizolaaniwa. Kuna watu wanakaa kwenye ardhi zilizobarikiwa. Kuna watu wanaishi kwenye ardhi au wanafanyia kazi kwenye ardhi zilizolaaniwa, na ndio maana hawaoni matokeo. Kuna watu wanakaa kwenye nyumba ambazo ardhi yao imeshamwaga damu. Ndio maana unakuta watu wana chanzo cha vita kwenye nyumba, mafarakano yasioisha. Nyumba ambazo tayari ardhi ile kuna maagano, kuna matamko, kuna damu, kuna laana iliyonenewa pale, kwamba utaishi hapa lakini hautakuwa na mali, utaishi hapa lakini hautazaa mtoto, utafanya biashara hapa lakini hautaona wateja, utakuwa ni mtu tu wa hasara. Kwa nini? Ardhi. Sema leo, ardhi yangu iliyolaaniwa na ibariki kwa jina la Yesu. Yeyote yule aliyetoka udongo wangu, aliyechukua udongo wangu akapeleka nisipopajua, sema hiyo ardhi wake moto. Amesema utakula kwa jasho. Na ndio maana leo watu wamekuwa na maisha magumu, wamekuwa na maisha ya mateso kwa sababu ya ardhi. Endelea pale, akasemaje? Mstari wa 18. Ndio. Michongoma na miiba itakuzalia, nao utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana huu mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa maana huu mavumbi wewe, na mavumbini utafanyaje? Chochote kwenye dunia unachokiona kinaenda, kimetoka wapi? Sema ardhi. Baraka zote unazoziona zimetoka wapi? Ardhi. Ardhi kilaaniwa, maisha yako yamelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Ardhi ndio maana washirikina wanachota nyayo. Yesu akaambiwa kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu nimewapa kuwa mahali. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo. Ndio maana leo yeye anakutime, anachota unyayo wako. Anajua nikichukua unyayo wa huyu mwanamke au huyu mwanaume nimeshamfungia kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Unajikuta unatembea, unaenda, hakuna dira, hakuna direction. Nini? Nyayo. Nini? Udongo. Nyumba haishi. Unanunua viwanja, kutaka kuanza kuchimba msingi, unaacha. Ghafla mtu anaugua au chochote kinatokea. Shida ni nini? Ardhi. Sema ardhi yangu. Chochote kilichozikwa, chochote kilichowekwa, yoyote aliyechukua ardhi yangu, kule alipo awake moto, awake moto, awake moto, awake moto. Kuna watu ambao matatizo yao chanzo chao ni ardhi yao ilichukuliwa. Akamwambia utakula kwa jasho. Na ndivyo ilivyo. Unakuta mtu amekata tamaa, unakuta mtu amechoka, unakuta mtu ametamani kuacha. Hii kazi imenishinda, hii ndoa imenishinda, hii biashara imenishinda, naacha mimi. Sijisikii. Mmoja akaniambia, Mtume, natamani kujiua. Dada mzuri, mrembo, nimechoka Mtume, nimekuwa natongozwa, nikikaribia tu kitu kinaingia, mara mamangu amesema kutaki. Ghafla tu. Kumbe tayari adui ameruhusu utasoma, ameruhusu utafanikiwa, lakini kule mbeleni tutakuruhusu uende, lakini hautazaa mtoto. Kwa unakuta mtu ni tajiri, yuko vizuri, ana mali, vipi una mtoto? Ana amefungwa. Na chochote ukiona mtu anayeshambuliwa sana, yule mtu ana kitu cha kimungu. Sema Bwana Yesu, yoyote yule aliochukua njia zangu, aliochukua baraka zangu, wiki hii awake moto, awake moto, awake moto. Na kitakacho tusaidia wapendwa, watu wangu wazuri, maombi. Hakuna namna. Ni nini? Prayer. Usio mtu akubeza. Umeshajua hapa hamna nauli yoyote, ni sadaka yako tu unayo, hauna. Njoo
Jumanne tuna ibada hapa saa 8 mpaka saa 10. Kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Ijumaa tuna ibada hapa. Njoo. Watu wanaombewa, Mungu anawatoa kule walipo. Twende pale mtumishi wa Mungu. Kitabu hicho 4:9. Mwanzo 4:9. Tusomeni wote wenye Biblia. Mwanzo sura ya 4 kuanzia mstari wa 9. Ndio mtumishi. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Sauti inamlilia kutoka wapi? Katika ardhi. Kutoka wapi? Kutoka wapi? Muulize mwenzako, mwambie umeua mara ngapi? Umemwaga damu mara ngapi? Umechomoa watoto wangapi? Sauti sema inalia. Sauti inaomboleza. Sauti tumeua kama nchi. Umesikia leo watu wanapouawa? Tunasikia kabisa wengine wanakutwa sijui wapi huko kwenye maziwa sijui wapi wanapojua wenyewe. Damu inachuruzika kama damu. Ile ni hatari. Ile ni balaa. Mtumishi mmoja siku tano kule Morogoro alikuwa anaombea watu kama misalida mwanza kuombea watu. Anaombea watu hapa. Naombea watu kwa jina la Yesu. Mtumishi kwa jina la Yesu. Anaenda anaombea watu. Kafika kwa mama mmoja. Baba alikuwa mkono umeparalyze. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, mkono ule ukapona. Mama nyosha mkono. Vipi tayari? Tayari. Mmekaa vizuri, wakaendelea. Kwa jina la Yesu anaombea watu. Ghafla mtumishi mkono wake ukaanza kupooza. Yule alikuwa anaombea watu. Wanaweza pesa hizo. Anaombea watu. Ghafla amefika vipi? Mungu akamwambia arudishe ile ugonjwa kwa yule mtu. Yule mtu waliua kwa mchungaji. Walifanyaje? Kwa kuna watu wanalaana iliyokuwa signature kabisa. Waliua mchungaji wakachukua ardhi ya mchungaji. Kwa hiyo wakati mtumishi anaombea watu, akashika mkono wake na anaanza kupooza. Mungu akamwambia rudisha kitu pale. Aisee njoo, chukua. Akamwambiaje? Chukua. Kwa unakuta watu wanahangaika. Kumbe kunyuma babu amezulumu, babu amechinja, ametesa watu. Babu ameharibu. Bwana Yesu asifiwe. Wazee mnaelewa. Babu ameharibu. Ziko familia zinasononeka. Sauti ya damu ya ndugu inafanyaje? Sauti inakulia mwanaume, unaoacha familia, unaoacha familia, sauti inalia. Bwana Yesu asifiwe. Zile sauti si afya katika mambo ya nini? Wakilao. Waambie unataka kumwangalia kwa sauti gani inakulia. Kasema acha mwambie wewe. Sauti ipi inakulia? Mwambie sauti ipi inakulia. Utoke kule ni toba. Baba nimeua, baba nimezini, baba nimefanya hivi, baba nimetoa mtoto. Toa. Haleluya. Mungu anakupa nini? Amani. Lakini ukikaza kichwa kwamba hamna. Sauti. Tena huyu jamaa akawa anaulizwa, akaambiwa kwa nini umefanya hivyo? Akaniambia, akasema kwani mimi ndo mlinzi? Yaani mwanadamu anamjibu nani? Mungu. Hebu just imagine. Mwanadamu, kwani umeniweka mimi kuwa mlinzi wa ndugu yako? Kwani umeniweka? Mungu hivyo anaambiwa na mwanadamu. Endelea pale mtumishi. Mstari wa 10. Mstari wa 11. Ndio. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako. Umelaaniwa wewe katika ardhi. Katika ardhi kuna ardhi zimenuiziwa maneno. Andika habari za huyu, andika habari za huyu kwamba hatafanikiwa, kwamba hatapata hichi na hichi. Umelaaniwa wewe pamoja na ile ardhi iliyopokea damu ya nduguyo. Umelaaniwa wewe. Hiyo ardhi kama hiyo, wewe unaenda kununua, unaenda biashara pale. Utapata wateja. Hiyo ardhi unaenda unajenga shule pale. Hiyo ardhi unaenda unajenga supermarket pale. Hiyo ardhi unaenda unakopa ile milioni 100, unasema naenda kulima. Naenda baba mmoja akaenda
unajua au kutulisha speakers yao. Unajua kuna mtu yani wana taaluma ya kumotivate. Bana ukilima eka 50 ya matikiti. Mchumu wa kwanza, mchumu wa pili Uganda, mchumu wa tatu Sudani, mchumu wa 4 Kenya, uchaguzi umeshapita. Mtu ameenda akachukua milioni 50. Akaenda wapi huko porini kule. Akaenda akatafuta shamba. Akasema acha nilime maharage ya njano yale. Ile ameenda kulima tu yeye. Kwa kipindi hicho mamlaka inasema uchache wa mvua na umeshaweka mbegu chini. Nini kinatokea? Ardhi unakwenda kukopa ukaweka fedha ili upate maharage, ndio siku hiyo kipindi hicho ndio wakati mvua ni chache. Mvua zipo, wewe unategemea nini? Mtulaji kipika. Bwana Yesu asifiwe. Ameenda melengeshwa kwenye mateso. Ndio maana maombi kama unazarau wa mama wanakuja, mtume nataka nifanye hivi na hivi na hivi. Mtume unaona kama mjinga lakini anaacha. Hebu jipigieni makofi wa mama. Sasa kwa sababu gani? Hawataki waende bila neno na Mungu anawasaidia. Maana kule pakifeli, lakini nilimwambia mtumishi wako kwa nini imekuwa hivi? Wanaweza pesa. Wanaenda kwa tahadhari. Sema leo, ardhi yangu ndio maisha yangu. Na ikomboa ardhi ya kwetu. Mali nilikozaliwa. Wangapi wamekuja na udongo? Udongo. Sasa pigeni Bwana makofi. Ule udongo tukibariki, ile udongo ndio unanyunyisha nyasi. Kama wamezika mapaka, mapanya, wamezika kichwa cha mbuzi, wakasema familia hii haitakuwa na mtu atakayeoa au kuolewa au wachawi. Baba Yesu wasema chomekeni moto kwa jina la Yesu. Sema yoyote ulionitamkia, ulionenea kwenye makaburi au njia panda kwamba hawa watakuwa walevi. Kijana anamaliza maskini shule, amekula chuo kikuu pale, amegraduate, ulevi hauachi. Ameenda kila mahali, ametalishwa kila mahali. Hebu jaribu ila hakuna una maagano. Wakati unasomesha ndio wakati wa kumsogelea Mungu zaidi. Pigie Bwana makofi zaidi. Wakati anapambana na elimu yake ndio wakati unashika sadaka kwamba ile imeenda hivi, mtumishi sadaka hii hapa, mtoto wangu anaenda shuleni, naomba ulinzi, naomba mtumishi mtoto wangu awe kichwa, sadaka yangu hii hapa. Sasa waumini wengi hawapendi mambo ya sadaka. Waumini wengi wanapenda tuwaombee, lakini watu mimi watakaofanikiwa kuwachunga sitaogopa kuhubiria kwa habari ya sadaka. Pigeni Bwana makofi zaidi. Maana naelewa nini maana ya nini? Sadaka. Naelewa. Sitaogopa kuambia wachungaji wengi wanaogopa kuambia waumini toeni sadaka, toeni mafungu ya 10. Ataondoka, hata pata laana, ataenda kila mahali kuwekewa mikono, hata tulinyosha afufuke baba watu amwekee mikono. Kuna vitu sadaka. Kuna vitu mtu amechinja kuku, akanyonya damu ile, akasema nataka kile kitu pale ofisini pale. Wewe unakuja unasema mtume niombee kwa jina la Yesu Kristo. Kila Yesu, ukitaka kujua ninalozungumza, waulizeni watu wa upande wa giza, waulizeni juu ya matoleo, atakwambia reality. Yule mkweli kabisa, mwambie niambie upande wa giza mmegaje, kwa maana kafara zinaanzia pale. Lakini kafara ya kwanza ni Yesu Kristo kwa ajili yako. Pigeni Bwana makofi zaidi. Kafara ya kwanza ni pale msalabani, ataweka ndo kafara. Wao wametolea msalabani. Haleluya. Wametolea pale. Leo kafara yako ni maombi na kazi ya mikono yako, ile jasho, sadaka zake ni za kutoa madhabahuni pale mahali panapolinda moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale mahali panapotunza roho yako ndio mahali pa kutoa sadaka yako. Umeombewa pale, umeponywa, katoe pale. Yesu Kristo alimwambia baada ya kumtakasa ule mwenye ukoma, akamponya, akamwambia nenda kafanye kama alivyoamuru Musa. Nenda katoe shukrani kule, nenda katoe sadaka. Wanaotambua na leo. Kwa kama hata ukisika na kuzimu, mwambie vipi? Mimi ikifika usiku tunapindua hata basi. Shida ni nini mnataka? Tunataka damu. Kuna siku tunataka damu ya watoto wachanga. Kuna siku tunataka. Amen. Hizo sio shuhuda.
Kama sio shuhuda nenda Ocean Road au pale Mount Meru. Miaka fulani bana nikaenda hospitali. Unasema unaumwa. Kakuta mtu mmoja imewekwa nani beseni kwa chini. Damu inadondoka tip. Nilipoteza hamu ya kula nyama kabisa. Kuna watu wanaumwa my friend. Watu wanafanyaje? Wanaumwa. Wewe tu unakoa. Mimi si ndio kanisani. Ninakoa. Mimi nahubiria mpaka nakoa. Jana palikuwa tukombea watu pale. Acha bana. Tunakoa huku tunafanya kazi. Kana unakoa huku unafanya nini? Unafanya kazi. Usina hii mguu kidogo mtume kama umeshtuka nimelala vibaya usiku. Kwa siende. Bwana asifiwe sifa. Watu washindi ndio wanaona vitu vizuri. Pigia Bwana makofi zaidi. Karibu mtumishi wa Mungu 16. Akaanguka kifudifudi miguuni pake. Akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Tena akaanguka kifudifudi akamshukuru nani? Wangapi hapa wana roho ya Msamaria? Muulize mwanangu mwambie ni Msamaria. Wapo unajua sifa za Msamaria? Huwa anarudi. Mwambie anarudi Msamaria. Mwambie bora simuone kama unarealiza kwa Msamaria. Mwambie basi ustendi. Hapa ni paukaa. Msamaria ni mtu atakaye unavompa mtu mama kama huyo hapo katoka tukampa. Mama kama usomani mamangu hata ukipa shilingi 5,000 anakubariki. Shingapi? Sasa yani nadhani tofautishe au utavuruge. Shingapi? 1,000. Kuna sehemu kituma, bora hujatuma na kutolea. Bora hujatuma na kutolea wewe. Unanionaje mimi? Mimi na 5,000. Lakini mama anasema, "Ubarikiwe mwanangu." Anasema, "Bora hujatuma soma mtume sio kasema bora unapeleka kwa mtume mtume anayeshinda." Basi suluhisha sasa hizi nani sasa ndio kwa kule nyumbani. Wanaweza pesa. Kuna mahali kipanda mbegu hata kama ni kwa mzee anakubariki. Ni shilingi 10,000, 5,000 wanaweza pesa. Anaonesha roho ya Samaria. Mimi hakuna kitu kinamuuzi na mpa mtu kitu asemi na asante. Anakauka. Ule mtu ni hatari moyoni. Hata kama shilingi 500 unampa mtu, ananyamaza tu. Anaona ni kawaida. My friend, kuna watu hawapati hata hicho unachompa. Haleluya. Jifunze ni wao wanakupa kitu sema. Wakati unasema asante. Nione mikono ikiwa juu. Na wahesabu hapa. So, Mungu ameniletea mafuta kana kila tena anipendekeza. Pendekeza nini? Mama anakuletea kitu kidogo hii hapa ya mama na mshikaki. Nini? Umekuja kupokea umeleta hapa. Ungesema wana roho wanakasirika, tutaweza kumka asubuhi. Mama vipi? Amekasirika. Vipi mama una shida gani? Amekasirika. Namuuliza mama una shida gani? Niache. Jeni ni nani? Nimekuota kwenye ndoto. Jeni ni nani? Uko unashika na Jeni ni nani? Jeni ni nani? Kwenye ndoto na imeleta mwilini dhahiri kabisa. Jeni ni nani? Alafu nakuuliza na unakaziwa macho. Jeni ni nani? Hapo kwenye nini umeona? Mama hoe hai. Mjipigeni makofi na kelele. Sana. Yesu akajibu, ndio, akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale kenda wapi? Tena hawakutakaswa wale 10? Wale kenda wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka uende. Uinuka enenda zako. Imani yako imekuokoa. Hawakutakaswa 10. Wale kenda wapi? Bwana asifiwe. Hawakuponywa watu 10. Ila amerudi mtu mmoja tu. Bwana asifiwe. Wachungaji wana kazi. Kazi kama wachungaji. Mshikaji wengine wanasema mtanalia. Vipi shida tumishi? Kuna muumini aliniambia ni yote gani? Akawa anakutumia sasa hivi baba. Baada si mimi napigwa mzima. Naomba hapo subiria muumini akulipie. Hebu jipigeni makofi muumini. Lakini sio muumini wao mnaona vizuri sana. Hebu pigeni makofi na mjengeni. Pigeni makofi zaidi. Hawakuponywa 10. Wale kenda wapi? Unaporudi kumpa Mungu utukufu, unaporudi kumshukuru Mungu, unamuonesha kwamba
umeguswa na alichokutendea. Haleluya. Umeonesha kujali, umeonesha kwamba wewe ndio unastahili kuabudiwa, umeonesha kwamba Baba, bila wewe nisingeweza. Haleluya. Unavyoombewa huna kazi, umeenda Mungu amekupa kazi, umepata mshahara. Baba, nimekuja 20,000 yangu Baba, nimeshukrani yangu. Naye Mungu anasema mwanangu, anaonesha kwa kushukuru. So mtu anamwombea anapata kazi na mazima. Ndio wachungaji wanabaki wanalaani wale watu. Mimi sinawafungulia sasa, kwa mimi sio kwa maneno na kufungulia tu sinawafungulia. Wanafunga mtu kwamba tunamfunga huyu. Wanafunga mtu. Au tabiki ndio anaombewa anasema mchungaji fulani kwa nini ameniacha? Kwa nini vitu tu vipo tu hapo wanafanya hivyo kwa sababu gani? Sasa mimi nimekaa nimeombea mtu miaka 2. Japo hiyo mimi sina maana ya kufundishwa hivyo. Haleluya. Mimi naombea watu Mungu akiwabariki wakirudi na mtukuza Mungu. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Anapoombewa mtu akarudi, vipi mtumishi, nashukuru Mungu umeniombea, kuna 1 2 3 ilikuwa hivi na hivi, shukrani yangu mtumishi hapa. Naomba tufanye kazi ya Mungu sehemu fulani. Mtumishi, mimi nataka niishi maisha. Haleluya. Sasa hivi muangalie muumini, ndio maana mimi najishughulisha. Mwangalie muumini hivi. Leo unajisikia kula kuku. Hayo wapi sawa? Tumishi kwa kazi. Rusha 50 hapo. Leo naamna kuku, leo naamna kuku. Tumishi kula tu. Tumishi kula. Aise, weka kuku mwenye mafuta vizuri hapa. Baada unapigia simu Mwenyezi Mungu. Unaanza kubaki na laani sasa. Sasa kama mtumishi unayejishughulisha utalani? Hapana. Wanaweza pesifa. Na waumini nao lazima wafundishwe. Unavyopata kumbuka nini? Madhabahu. Kumbuka shukrani yako. Na unajisikia vizuri hata mimi napomwombea muumini akaja akafurahi, Baba nimezaa vizuri, shukrani yangu Baba hii hapa. Na mimi nikiwa naomba naomba Mungu, nakushukuru Baba. Bila kutunza mwana na mtoto, mtoto alikuwa na maana baadaye tulee familia yake amani, unajisikia raha. Hakuna liko muumini kama ndio wahubiri wanaombea mtu anapotea. Vipi? Mimi si wanaombea anapotea. Hata kama una tabia, njoo tushikamane. Kwa kweli mtumishi nashukuru, nilikuwa 1 2 3 niko kuna mtu anajenga imani yake. Alikuwa amekaa pale imani ni nyumba kwa sababu ya maisha yanayopitia, wengine alikuzuia wao vizuri. Unapotoa shuhuda yako, shukrani yako, unamuimarisha yeye. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Pigie Bwana makofi zaidi. Amen. Pigie Bwana makofi zaidi. Huo mstari wa mwisho hapo nikirudia, huo mstari wa mwisho anasema mstari wa mwisho 19. Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Imani yako. Kumbe kitendo cha kurudi kuja kushukuru ni kitendo cha nini? Sema cha imani. Imani. Huwezi weka benki, fedha benki sio iamini. Hata mtu anamwambia mimi namwamini vitu kumwacha kwa wangu. Mimi namwamini mtu bado anaamini. Kwa hiyo aliporudi yule baba, yule mkoma akaja akamlilia Mungu, ina maana automatic ameonesha imani kwamba Baba umetenda, naomba kitu sirudie tena. Pigia Bwana makofi na vigelegele. Hasara na kunyanya kwamba mtu anapoongoa anapotea, ana shukrani. Yale majeshi yaliyotolewa na ile moto wa Yesu Kristo wanaenda kwa sababu wanajua umeshakimbia, hauna ulinzi wote wa kimungu, wanarudi kwa namna nyingine. Na wanasema hali ya ule mtu itakuja kuwa mbaya zaidi. Kwa sababu unapopotea wanasema bora niombewa kwenye ile moto. Wewe kule ulipo utakuja maana utakuja uko free, hauna maombi, hauna utulivu. Huko hakuna naye kuonya, bana usivute sigara, bana usizini, bana usinywe, bana usifanye, hakuna naye kuambia maneno kama hayo. Uko free of charge. Vipi kinywaji hapo kinywaji? Chora yake. Tanifungia hivi nilitoe. Ifungie kwenye maneno kwenye karatasi. Taeka hapo. Kwa sababu hakuna naye kuambia usifanye hivyo. Lakini ukiwa kwa mtu anakuambia acha hii. Usikubali kusimama na mwanaume. Usikubali kwenda hivi. Usikubali kwa sasa. Usikubali kwa hivi. Kwa nini kuna sauti? Hata leo mzee kule pale. Unafikiri hata kama niko hivi, unafikiri nione nisema kazi kuchapa. Lakini kunionya lazima fanyaje? Lakini lazima aongee kama nani?
ndio maana ya baba. Haleluya. Unapokuwa mtu anakuchunga ukawepo pale, sauti kama unavyosikia, kuna mtu anatamani, mama mmoja akawa anamlilia mume wake kwenye jeneza, anamlilia na baba fulani, "Suamke tu nisikie sauti yako tu, hata tu basi, hata tu." Amekumbuka alikuwa anakuishi na nani? Na yule baba. Haleluya. Unakomba Bwana anamtisha hata kama anamkania vipi, lakini anamkumbuka. Anamwambia, "Amka basi hata mara moja." Amka. Amekumbuka. Sasa usifikie mpaka afikie mtu afi mlilie kwenye jeneza. Akiwa hai sikiliza, akiwa hai mtii na Mungu atakusimamisha. Soma kwa Biblia yako. Niguse, ukinigusa wewe nitakuwa sawa. Baba niguse,